Bunge leo tarehe 28 Agosti 2026 limethibitisha Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Tanzania kwa mujibu wa katiba. Hongera sana. Sasa karibu, kama una maneno mawili matatu, baadaye tukuage, maana tumundano tutakuwa huingii tena. Karibu. Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameniwezesha kuweza kusimama hapa mbele ya bunge lako tukufu kuweza kutoa shukrani zangu za dhati. Shukrani zangu za dhati zinaanza kwenda kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa imani aliyoionyesha kwangu, si tu katika uteuzi huu wa kuweza kuwa msaidizi wake namba moja kama makamu wake wa rais, lakini imani yake aliyoiweka kwangu kwa kuanza kuniteua kunipeleka ofisi ya Rais TAMISEMI, kwa kuniteua kuwa waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, vijana na ajira na watu wenye ulemavu, kwa kuniteua kuwa waziri wake wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, na mwisho kabisa kwa kuniteua kuwa waziri wa nishati. Ni imani kubwa sana Mheshimiwa Rais ameionyesha kwangu kuweza kunipa dhamana hii ya kuwa msaidizi wake, yani makamu wake. Mheshimiwa Spika, wamezungumza hapa wengi juu ya wanavyonifahamu, juu ya Mheshimiwa Rais kupenda kufanya kazi na vijana na kuwapatia dhamana. Lakini nafahamu kwamba ukubwa wa dhamana hii haitopimwa kwa ujana wangu peke yake, wala haitopimwa kwa ujana wangu kabisa. Dhamana hii itapimwa kwa utii kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dhamana hii itapimwa kwa uadilifu kwa Watanzania. Dhamana hii itapimwa kwa kazi yoyote nitakayotumwa na mamlaka ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuitekeleza katika nafasi yangu. Mheshimiwa Spika, shukrani zingine za kipekee nizipeleke kwa chama changu, Chama cha Mapinduzi CCM, kwa maana uteuzi wangu, majina yalijadiliwa kamati kuu, nikapendekezwa kamati kuu, jina likapelekwa NEC, wajumbe wa NEC wakaridhia niweze kuwa msaidizi namba moja wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama makamu wake. Mheshimiwa Spika, imani ile ya Chama cha Mapinduzi walioionyesha wajumbe wa halmashauri kuu ni imani kubwa, lakini si imani kubwa kwa Deo Ndejembi peke yake. Ni imani ambayo inaonyesha namna gani Chama cha Mapinduzi kinalea vijana, kinawaamini vijana na kuwapika vijana ili kuweza kushika dhamana mbalimbali katika taifa hili. Mimi nimekulia ndani ya Chama cha Mapinduzi, nimezaliwa CCM, nimekulia CCM, nimepata bahati ya kuhudumu kama
kiongozi ndani ya CCM kuanzia Baraza Kuu la Umoja wa Vijana Taifa 2008, 2012 na baadaye mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM nikiwakilisha vijana 2012, 2017 na baadaye kuaminika katika serikali ya Chama cha Mapinduzi kuweza kuwa mkuu wa wilaya, mbunge, naibu waziri, waziri na sasa leo nafasi niliyosimama hapa kushukuru kuthibitishwa na bunge hili la kwenda kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia Mheshimiwa Spika, ninafahamu nafasi hii si ya mtu mmoja. Nafasi hii ni ya taifa letu. Nafasi hii ni ya Watanzania. Leo nakwenda kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama makamu wake. Ninakuwa ni makamu wa rais wa Wananjombe anapotoka Sigrada, ambao ni chama kingine, Wanatunduru anapotoka rafiki yangu Ado Shaibu, ambao ni chama kingine, kwa Mheshimiwa Singo na kuwa makamu wa rais si wa wana CCM peke yake, na kuwa makamu wa rais wa Watanzania, wa vyama vyote, kama alivyo rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan alivyo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa Watanzania wa vyama vyote. Mheshimiwa Spika, nitajitahidi kwa unyenyekevu mkubwa sana kumsaidia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa kiungo kwa Watanzania wote kama vile mapenzi yake yatavyotaka, kwa sababu nafanya kazi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Spika, kipekee nitoe shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Musa Azan Zungu na bunge lako tukufu, Mheshimiwa Naibu Spika, wenye viti wa kamati za kudumu za bunge, bila ya kusahau wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shukrani hizi Mheshimiwa Spika nazo zitoa kwako na bunge lako tukufu, si tu kwa sababu ya kura zote nilizozipata leo hapa ndani, lakini ni kwa sababu ya malezi ulionipatia wewe pamoja na bunge lako kutokea kipindi naingia kuwa mbunge mwaka 2020 na wabunge wenzangu, kwa namna tulivyoshirikiana katika mambo mbalimbali bila kuangalia vyama vyetu. Nimesimama hapa mara nyingi kujibu maswali kama naibu waziri, nimesimama hapa kuwasilisha bajeti. Yote hiyo ni ndani ya bunge lako tukufu Mheshimiwa Spika, na ninakushukuru sana. Lakini kipekee nishukuru kwa kura nilizozipata leo humu ndani. Kwanza, imeashiria ya kwamba mna imani na Daktari Samia Suluhu Hassan na uteuzi alioufanya. Pili, imeashiria kwamba mna imani na mimi, lakini si imani na mimi tu. Imani hiyo imejengwa na kuzaa hiyo imani kwa kuishi nanyi kama wenzangu. Waswahili wanasema, Mheshimiwa Spika, ukikopeshwa utu lipa kwa utu, ukikopeshwa wema lipa kwa wema. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amenikopesha utu, amenikopesha wema, na nitamlipa kwa utu na wema kwa kuwa mtiifu kwake. Lakini bunge lako tukufu Mheshimiwa Spika, kwa kura nilizopata leo limenikopesha imani
na nitailipa imani hiyo kwa kutekeleza majukumu yangu kadri Mungu atavyonibariki, ili niweze kufikia yale malengo alionayo rais wangu na nyinyi wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati, Mheshimiwa Spika, kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa malezi yake. Kwa nikifanya chini yake kama waziri wake ambaye yeye ana dhamana ya kunisimamia kwa sababu ndio kiongozi wa serikali. Ninakushukuru sana Mheshimiwa Mwigulu Nchemba na ninatarajia kuendelea kupata ushirikiano katika utekelezaji wa majukumu yangu, lakini pia nina imani ushirikiano utakuwa mkubwa mwananchi mwenzangu vile vile. Mheshimiwa Spika, nilikuwa nazungumza ya mwananchi nikamwona Spika kama anataka kuwasha maiki, naona niendelee. Mheshimiwa Spika, maneno mengine tutayatoa kwenye Hansard. Mheshimiwa Spika, niwashukuru mawaziri wote kwa namna ambavyo tumefanya kazi kwa pamoja, kwa umoja, kwa mshikamano, kwa kushirikiana kama ndugu katika kuhakikisha tunamsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutimiza malengo alionayo kwa Watanzania. Niwashukuru waheshimiwa manaibu waziri wote kwa ushirikiano mkubwa ambao tumekuwa nao wakati wote, lakini kipekee nimshukuru Mheshimiwa Salome Wycliffe Makamba, naibu waziri wa nishati, kwa kazi ambayo anaifanya, lakini kwa usaidizi wake aliyokuwa akinipatia. Ninakushukuru sana Mheshimiwa Makamba. Nikushukuru mwanasheria mkuu wa serikali, mara zote hata usiku wa manane nilipokuwa nikikupigia kwa ajili ya kutekeleza majukumu mbalimbali, umekuwa mstari wa mbele kuhakikisha tunamsaidia rais wetu kuweza kufikia malengo yake. Lakini sio kwamba nimeweka mwisho kwamba si muhimu, lakini Mheshimiwa Spika, niwashukuru wananchi wa jimbo la Chamwino kwa imani walionipa ya kuweza kuwatumikia kama mbunge wao kwa kipindi cha pili hichi ambacho Mheshimiwa Spika naenda kukihitimisha. Alizungumza Mheshimiwa Bashe, niliomba dhamana mara ya kwanza. Sijasema mimi Sigrada. Lakini aliyoyasema Mheshimiwa Bashe yalipotokea, bado wanachamwino waliendelea kuwa na imani nami. Na hata niliporudi mara ya pili kwenda kuomba dhamana, imani ile ya wanachamwino ilithibitika hata baada ya kuwa nimechangiwa mafuta na Mheshimiwa Simbachawene. Lakini niseme hata Mheshimiwa Waziri Mkuu aliwahi kunichangia katika kipindi hicho, na hata kipindi naachia ukuu wa wilaya Mheshimiwa Mavunde naye alinipatia gari yake kwa ajili ya kampeni. Lakini walionyesha imani kubwa na kunichagua, na baada ya miaka mitano imani ile iliendelea, wakanichagua tena kuwa mbunge wao. Wanachamwino akiwemo kakaangu Livingstone Lusinde, mbunge pacha wa wilaya ya Chamwino, ni waahidi ya kwamba mimi bado ni mwana Chamwino, na kwa sababu kigogo kimeongewa kwa mara ya kwanza bungeni na Profesa Kabudi, nitawaambia wanachamwino kwamba
anen kalini limiyenyu mlechele manonjela ng'ani yoyose ilia ambayo mkusaka ni watataji. Mheshimiwa Spika, nimezungumza maneno haya kwamba mimi bado ni mwana Chamwino, na kwa jambo lolote lile wasisite wakati wowote ule kunijulisha, na tutashirikiana kwa pamoja. Mheshimiwa Spika, nawaomba tushikamane tuweze kuhakikisha Watanzania wanapata yale wanayoyahitaji, kwa maana Mheshimiwa Rais wetu ametoa fedha nyingi katika miradi mbalimbali. Mheshimiwa Spika, wajibu wetu ni kusimamia kuhakikisha kwamba huduma zile zinafika. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Spika, ninashukuru tena kwa fursa hii ya kuweza kuzungumza mbele ya bunge lako tukufu na kuwaaga rasmi na kusema nitawakumbukeni sana. Asanteni sana kwa undugu tuliokuwa nao. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.